Karibu sana, nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha Jicho la Kilindi, maalum kabisa kwa ajili ya baraka fulani ambayo ipo katika kifungu fulani. Tuichukue katika ukubwa wake, sawa? Katika ukubwa wake tuichukue. Yes, Jicho la Kilindi, kifungu fulani au stori fulani, na tupo katika kitabu cha Efeso, ni mfululizo. Kwa hiyo kuna masomo ambayo tayari yameshatangulia, na leo tunaangazia mstari wa 4, sura ya kwanza mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tu watakatifu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Yes. Kuna namna mbalimbali ya kujifunza neno la Mungu, kwa sababu pia itategemea unategemea kupata nini, sawa? Lakini niseme tu kitabu cha Efeso ni kitabu ambacho kinaongelea position, sisi tumekaa wapi, ili tuweze kumshinda adui na changamoto za kimaisha ambazo zinaweza zikakukabili wewe kama mwana wa Mungu. Ukae wapi, usimame vipi? Haleluya! Au Kristo ameshakuweka wapi? Kwa hiyo hasa tunaangalia hivyo na tumejiandaa kupokea hivyo, na ndio maana tunasema kwamba ikiwa unaona kuna ushindani kadha wa kadha ambao shetani anajaribu kukuletea katika maisha yako, hebu kaa chini utafakari kitabu cha Efeso. Na ikiwa kuna mtu ambaye unaona vinamsumbua shetani anajaribu kumletea mara magonjwa mara hiki, imradi tu kumrudisha nyuma na kumkwamisha, hebu mualike katika haya masomo ambayo tuko tunazungukia kitabu cha Efeso. Yatamtoa mahali, yatampeleka mahali, yatamtoa sehemu ambapo alikuwa akionewa na shetani kwenda katika sehemu ambayo anamuonea shetani. Believe me, ndivyo ilivyo. Lakini mstari anatuambia kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Siko hapa sana kwenda na theolojia na nini, hayo hapa pengine yatapatikana sehemu nyingine. Mimi hapa nipo naangazia vita vya kiroho, naangazia ushindani, mwana wa Mungu anawezaje kuishi maisha ya ushindi, na naangalia hiyo content kutoka katika kitabu cha Efeso. So maybe siku nyingine Mungu atatupa content nyingine, kwa usishangae nikija tena niko na kitabu cha Efeso tena sura ya kwanza mstari wa 4 tena. Lakini kwa leo naangalia namna ambavyo Mungu ametuwekea ushindi na ameufunua kupitia kitabu cha Efeso, kupitia Paulo mtumishi wake mtume, kupitia Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi aliyekuwa juu ya Paulo. Haleluya! Alituchagua kama vile alivyotangulia kutuchagua. So ni mwendelezo wa tumebarikiwa baraka zote za rohoni, lakini anaeleza hizi baraka hajazimwaga randomly, hajazimwaga ovyo ovyo tu, lakini alikuwa ameshaga tuchaguaga zamani. Sawa, alikuwa ameshaga tuchagua, ameshatutenga. Kuchagua maana yake kutenga. Ndio maana tunasema utakatifu maana yake ni kutengwa. Ndio maana rahisi. Kwa sababu alituchagua maana yake alitutenga ndani yake Kristo, katika yeye, yani Kristo kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu alitutenga. Sawa? Kwa hiyo haijalishi nani anakubaliana na nani hakubaliani. Swala ni kwamba mimi nimetengwa kwa ajili ya Kristo. Nimetengwa, siko miongoni mwa wengine, siko miongoni mwa yes, nimetengwa. Sawa? Nasema kwa hiyo wengine hawajatengwa. Hiyo sasa sijui. Yoyote yule aliyempokea Yesu Kristo ametengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ametengwa, afanani na wengine. Haleluya! Kama na unataka kutengwa, basi karibu. Kama unataka na hili kuhusu hili, basi karibu. Lakini yeyote yule anayemwamini Kristo ametengwa. Kwa mimi nimetengwa, siko sawa na wengine. Ni kweli hizi laana zinafuatilia uko wetu, lakini mimi nimetengwa. Ni kweli Watanzania wote wako hivi na hivi na hivi, lakini mimi nimetengwa. Ni kweli, ni kweli kabisa, lakini nimetengwa kama vile alivyotuchagua. Kwa kama vile anachokisema katika mstari wa 4, anathibitisha au anaitetea point aliyoisema mstari wa 3, kwa sababu mstari wa 3 ameongea mambo ya ajabu mno, na ningekusii kama hujasikiliza uchambuzi wa mstari wa 3 rudi nyuma. Hatupo kitheology zaidi, tupo kiufunuo zaidi, tupo watu tunaangazia vita vya kiroho kama nilivyokuambia, ushindi. So anautetea mstari wa 3 hapa kwamba kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Nilichokuwa nakiongelea hapo ni kwamba, yani anasema hivi, nilichokuwa nimekiongelea hapo mstari wa juu hapo mstari wa 3 ni kwa sababu alitutenga. So
haijalishi jamii yetu ikoje na Watanzania wengine wakoje, ikiwa tuko ndani ya Kristo tumetengwa. Hatutaishi maisha kwa mujibu wa mifumo ya Kitanzania tu, tutaishi maisha kwa mujibu wa mifumo ya kimbingu, kwa sababu tumechaguliwa katika Kristo, katika yeye, katika Kristo tumechaguliwa katika Kristo. Kwa tutaishi mifumo kwa mujibu wa Kristo, kwa sababu tumechaguliwa katika Kristo. Tumechaguliwa kutengwa. Ni kana kwamba watu mlikuwa mnasoma shule fulani, sasa wengine wameenda shule fulani. So ukija shule hii utaishi kwa mujibu wa shule hii. Kama kule mlikuwa mnakula kande kila siku, huku tunakula wali kila siku, usitegemee tutaanza kupika kande kwa ajili yako. Unatakiwa uadapt, uishi hivi. So usiseme jamani, sisi shule niko tuka, no, hii ni shule nyingine na umetengwa, sasa utaishi hivi. Haleluya. Tumetengwa, kule kulikuwa na laana, huku tumebarikiwa, na sio baraka chache, ni baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi alishakuwa ametuchagua ili tuwe watakatifu. Haleluya. Ili tuwe watakatifu. Yani lengo la kule kututenga ni kwamba tuwe watakatifu. Kule ubishani kwamba kuna watakatifu au hauna watakatifu, basi Mungu hajatutenga sasa. Kama Mungu katenga, basi kuna utakatifu. Haleluya. Kama Mungu katutenga, basi kuna utakatifu, kwa sababu utakatifu ni kutengwa. Sasa utakatifu ni kuchaguliwa, kuwekwa pembeni. Kwa kama Mungu kafanya hili, basi hili ni matokeo yake. Utakatifu ni matokeo yake. Yes, of course. Kwa wote ambao wapo ndani ya Yesu ni utakatifu, ndio. Yes, of course. Ukirudi nyuma niliongelea kuhusiana na ngazi mbili za utakatifu. Nadhani ilikuwa ni somo la pili. Kwamba kuna ngazi ile ya kuchaguliwa ambayo Paulo anaiongelea, hapo kuna ngazi ile ya kuishi maisha matakatifu sasa, ambayo ni mwitikio wa kule kutengwa. Kutengwa kwanza ni kwamba umehamishwa shule hii, umepelekwa shule hii. Kutengwa kwa pili, utakula chakula cha shule hii, sio cha kule. Sawa? Ndio hivyo, kwamba umetengwa mara ya kwanza, umehamishwa, lakini sasa utatakiwa uvae uniform za shule hii, utatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Ni mwitikio wa ile ya kwanza. Uwezo ukawa unavaa uniform za shule hii wakati bado unasoma shule hii. Kwa kuitikia kwamba sasa nimehamishwa shule hii na uniform zako zinabadilishwa. Sawa? Je, kila mtu ambaye anasoma hii shule ni kwamba ni mwanafunzi wa shule hii? Ndio. Sawa, kwa ila atakachotakiwa kufanya, atatakiwa avae sare za shule hii. Kila aliye ndani ya Kristo ametengwa, ila atatakiwa atende matendo ya shule hii, avae nguo za shule hii. Nadhani tunaelewana mpaka pale. Haleluya. Okay, sitaenda sana hapo kwa sababu hicho ile wazo tayari tulikuwa tumeshaliongelea katika mstari wa pili, ni somo la pili. So unaweza kaenda pale na ukalipata kwa uzuri kabisa. Haleluya. Ili anasema hivi, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Watu wasio na hatia mbele zake. Lengo la Mungu kututenga ni kwamba tusiwe na hatia. Changamoto ni kwamba bado watu wanaendelea na hatia, kila siku anajiona kila mara wewe ni mwenye dhambi mbele za Mungu, au fai kitu. Nenda mbele za Mungu ambie mimi sifai. Mimi kila mara wakati wote jione wewe ni mkosefu mbele za Mungu. Wewe. Biblia ipi hiyo? Ipi? Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia. Lengo la Mungu ni kwamba tusiwe na hatia. Sasa kama tunaendelea kuwa na hatia, basi lengo la Mungu halijafanikiwa. Kama kila siku jione wewe ni mwenye dhambi, kila siku, kila mara tubu, tembea unatubu, ukiwa kwenye gari tubu, ukiamka tu tubu kwa sababu wewe ni mwenye dhambi muda wote, basi lengo la Mungu halijafanikiwa. Kifo cha Yesu hakijafanikiwa bado. Siku moja nilikuwa nasikiza tu mhadhara. Mmoja akauliza, alikuwa wa dini nyingine ile, akauliza kwamba kama Wakristo mnasema Yesu alizibeba dhambi zenu, mbona kila siku tunawasikia kila mara mnasema Yesu nisamehe dhambi zangu, Yesu nisamehe dhambi zangu? Alibeba zipi na hizi? Siku hapo kujibu hilo swali, lakini nilimuelewa yule jamaa. Tunamchanganya, unajua tunawachanganya watu wa nje. Sawa, tunawachanganya kabisa watu wa nje, hawatuelewi kwamba sasa ninyi Wakristo hatuwaelewi. Sawa. Kama kuna kitu umemkosea Mungu, tengeneza. Lakini kwamba eti tembea na hatia kila siku, hapana. Neno la Mungu linakataa. Watu wasio na hatia mbele zake. Lengo la Yesu kufa msalabani kwamba apate watu ambao hawana hatia mbele zake. Sawa? Ni watu gani hao ambao hawana hatia? Ni watu waliotakaswa kwa damu ya Yesu. Wametakaswa dhambi zipi? Zilizopita, zilizopo na zijazo. Zijazo ndio. Ukimwamini Yesu anakutakasa na dhambi zote. Ila wewe kazi yako sasa ni kuishi sawa sawa na
Ndio nimeweka ule mfano wa shule. Sawa? Umebakisha kuishi sawa sawa na shule hii, lakini kitendo cha kwamba umeandikishwa tayari utapigia mtihani wako wa mwisho shule hii. Destiny yako tayari imeshaandikishwa shule hii. Kazi kwako ni kuhudhuria madarasani, kazi kwako ni kununua uniform zinazoendana na shule hii. Tumeelewana? Usiwe na hatia kwamba lakini mimi ni mwanafunzi wa shule ile. Lakini hayo mambo yalishaisha. Tumeelewana? Kama umemwamini Kristo, washa mambo ya kutembea na hatia kila siku natembea na hatia. No. Neno la Mungu alisemi hivyo. Neno la Mungu linapingana na wazo hilo. Kasoma Waebrania sura ya 10 kuanzia mstari wa 1 pale. Neno Biblia yangu hapa Kiswahili cha kisasa, sisi kama tutaelewana nayo. Ngoja tutasoma hii maana leo ndio iliyoko hapa kwa haraka. Okay. Waebrania sura ya 10. Sheria ni kivuli cha mambo mema yajayo, wala si uhalisi wa mambo yenyewe. Kwa sababu hii haiwezekani kamwe kwa njia ya dhabihu zitolewaze mwaka hadi mwaka kuwakamilisha wale waliokaribia ili kuabudu. Kama dhabihu zingeweza kuwakamilisha, hazingeendelea kutolewa tena. Kwa dhabihu zile zilikuwa hazina uwezo wa kuwakamilisha, kwa wale walikuwa sio wakamilifu. Anachoongea vice versa hizi tu kwamba dhabihu hii ya Yesu Kristo ina uwezo wa kufanyaje? Wa kuwakamilisha, kwa kuwa wametakaswa mara moja tu. Kwa kuwa dhabihu hii imetutakasa mara moja tu na ikamaliza kazi zote. Wala wasingejiona tena kuwa na dhambi. Kwa kama ile ingekuwa na nguvu, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Kwa maneno mengine anachoongelea ni kwamba hii ya Yesu ina nguvu, hautakiwi kujiona tena kuwa na nini? Na dhambi. Lakini fundisho la dini linakwambia kila siku tembea ukisema mimi ni mwenye dhambi sana. Mimi ni mwenye dhambi. Kwa maandiko yapi? Lakini zile dhabihu zilikuwa ukumbusho wa dhambi kila mwaka, kwa sababu haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Lakini inawezekana damu ya Yesu Kristo kuondoa dhambi. Kwa hiyo si sahihi kutembea na hatia ya dhambi. No. Utakuwa unapingana na Efeso 1 mstari wa 4, ili tuwe watu wasio na hatia mbele zake. Sijafungulia watu wakatende dhambi. Unapotenda dhambi kwa makusudi, mwana wa Mungu, tegemea kupata kipigo, maana umemfungulia shetani mlango akuzingue. Atakupiga kweli kweli. Lakini naongelea kwamba ile kwamba usiyoyajua na usiyoyajua, unazozijua zishughulikie, usizozijua achana nazo. Yes, achana nazo. Mungu atakufunulia na zenye utazishughulikia. Haleluya. Shedula masakara masitia. Shedula masitia. Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. So mstari huu sasa unatunyenyekeza. Mstari huu licha tu ya kutupa jeuri ya kujiamini kwamba hatuna hatia mbele za Mungu, lakini kuna namna pia unatunyenyekeza. Unachisekeza kwa maana kwamba namba moja, mstari huu unaonyesha kwamba wokovu anayeanzisha ni Mungu, sio mimi. Kwa mimi ni mnufaika wa wokovu, mimi sio mwanzilishi wa wokovu, kwa sababu alinichagua kabla ya kuumbwa kwa misingi ya nchi. Sikuwa na nafasi ya kukubali au kukataa. Nilikuwa nimeshachaguliwa. Amina. Ndivyo ambavyo hakuna mwanadamu yote ambaye alipewa ruhusa na Mungu ya unakubali Yesu aje awafie msalabani au haukubali. Sisi tulikutaga tukashashuka kashatufia tena sisi wa post resurrection, huko baada ya Yesu kuzaliwa kufufuka huko ndo kabisa hatuna choice, ni kumkubali Yesu na kupona. Hii imeisha. Lakini kitu chengine ni kwamba wokovu unapatikana katika Yesu Kristo tu. Haupatikani kwa matendo ya binadamu awaye yoyote. Alivyotuchagulia kama vile alivyo tuchagua katika yeye, ni katika Yesu Kristo. Hakuna namna nyingine ambavyo unaweza kupata wokovu. Uwe na matendo mema, utembee hivi kila siku, usiwe kutukana mtu, usiwe kumwibia mtu, usiwe kufanyaje, utakwenda motoni kama hautamwamini Yesu, kwa sababu wokovu unapatikana katika yeye, sio sehemu nyingine yoyote. Wokovu unapatikana katika yeye, Yesu Kristo, na hakuna namna nyingine. Kazi za mikono yangu haziwezi kuniokoa, hata ningelia sana na kutenda kazi nzuri, sitaweza kuokoa. Peke yako niokoe. Aliimba Mbatezi. Kwa hiyo hii inatushusha kiburi.
inatufanya tuwe wapole, tuwe wanyenyekevu, kwamba hivi wokovu ni katika Kristo tu, sio nje ya hapo. Una mtume wako, una nabii wako, una sijui nani mtaalamu wako, amina. Wokovu ni katika Kristo peke yake, hakuna namna nyingine. Haleluya! Kabla ya kuweka kwa misingi ya nchi, Mungu alifanya hayo maamuzi. Okay. Lakini pia katika pendo, uteuzi huu Mungu ameufanya kwa sababu ya upendo wake usio na kiasi, usio na kipimo, unaoitwa agape. Agape ni upendo wa Mungu ambao hauna sababu. Ameamua tu kutupenda, akatupa mwanaye, akatufanya kwa wanaye ndani yake Kristo. Ni upendo ambao yani ndio maana unaitwa agape, kwamba upendo bila sababu. Kwa hiyo sisi tunabaki tu wadogo na unyenyekea na kusema Baba, tunakushukuru kwa sababu ni upendo wa bila sababu. So tunapoichukulia sasa hii katika namna ya position, ni kwamba tumechaguliwa katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi. Kwa hiyo shetani asije na sababu zake, sijui nini. No. Ni kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nini? Ya nchi. Nilisikia ushuhuda mmoja kwamba kuna mtu walikuwa wanaombea pepo likasema, sisi tuko hapa miaka 200, nyinyi watoto wa juzi mmekuja kutunani. Sasa ile pepo linatakiwa lijibiwe hoja kama hizi, kwamba aje tunachoongelea hapa ni kwamba sisi tumepewa haya mamlaka ya kukemea pepo, na uchaguzi ulifanyika kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi. Wewe umeingia miaka 200 iliyopita, sisi ni kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi. Kwa hiyo pepo wala shetani wala mganga yoyote yule asikusumbue, uchaguzi wako ni kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi, na ni mtoto aliyezaliwa juzi. Atulie. Haleluya. Atulie kabisa. Sema katika jina la Yesu, uchaguzi wa Mungu kwangu ni kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi. Baba, ninakushukuru kwa sababu ulinichagua mimi hata kabla ya kuwekwa kwa misingi ya nchi. Hukunihusisha kwa sababu hata sikujua jema na baya, hata sikujua nichague niseme ndio au hapana, lakini kwa maamuzi yako na upendo wako ulinichagua hivyo hivyo. Ninakushukuru Baba katika jina la Yesu Kristo. Nami nazidi kunyenyekea, ninapokea kwa shukrani na kwa unyenyekevu uchaguzi wako na uteule wako uliofanya ndani ya Kristo katika upendo. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakataa kutembea na hatia mbele zako, maana lengo lako Mungu ni kwamba nisiwe na hatia mbele zako katika upendo. Ninakataa kutembea na hatia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hatia yoyote ya mambo yangu ya zamani, neno la Mungu linasema damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuyaondoa makosa. Imefuta makosa yangu, imefuta dhambi zangu katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. God bless you so much.